Lissu alijiwakilisha yeye mwenyewe, akaomba kwamba awasilishiwe rasmi mapingamizi ya wale wajibu maombi ya Said Issa na mawakili wa Said Issa na wenzake ambao wamewekea pingamizi ile kutoka kuomba kujiunga kwenye kesi Antipas Mugwai Lissu ambaye anaomba kujiunga katika kesi ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa maombi hayo ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu leo yametajwa mbele ya Jaji Mwanga, na baada ya kutokea pale Jaji Tundu Lissu alijiwakilisha yeye mwenyewe, akaomba kwamba awasilishiwe rasmi mapingamizi ya wale wajibu maombi ya Said Issa na mawakili wa Said Issa na wenzake ambao wamewekea pingamizi ile kutoka kuomba kujiunga kwenye kesi, kwamba maombi hayo yaweze kwamba maombi yasikubaliwe. Kwa hiyo wamewekea pingamizi. Lissu akaomba kwamba alikuwa hajawasilishiwa kwa sababu yuko gerezani na anajiwakilisha mwenyewe, kwa hiyo ni vema pingamizi apewe rasmi. Mungu bariki pale ni kwamba walikuwa upande wa pili walikuwa nazo hiyo pingamizi, wakampatia nakala ya pingamizi, na baada ya hapo vile mwenyekiti akaomba kwamba na yeye angependa, kwa sababu yuko gerezani, maombi hayo basi yasikilizwe kwa njia ya mahakama ya wazi, kwa sababu yeye hawezi kusema fanya kwa njia ya maandishi, hana uwezo wa kuchapa au kutype katika kompyuta kwa sababu hana hivyo vifaa kule gerezani. Mahakama imemkubalia, na kwa hiyo kesi itatajwa tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026 baada ya kwamba ameshawasilishiwa, na sisi upande wa Chadema tutawasilisha hati yetu ya kiapo juu ya yale maombi ambayo yaletwa na mwenyekiti Tundu Antipas Mugwai Lissu. Baada ya hapo tukawa tumemaliza, tukaingia katika uamuzi wa mahakama kuhusiana na kesi namba 8323 ya 2025 ambayo ililetwa na Said Mohamed Issa dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vile dhidi ya katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mapingamizi yetu yalikuwa yamehusu kwamba hiyo kesi inagusa masuala ya kikatiba. Mahakama hii kwa sababu unasema kiukwaji umefanyika Zanzibar, basi mahakama ilikuwa inafaa kusikilizwa ilikuwa ni ya Zanzibar. Alafu kwamba wale baadhi ya waleta maombi walisema kwamba wao ni viongozi wakuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo huko Zanzibar, wana nafasi kubwa. Sasa tulikuwa na pingamizi kwamba hao watu tokea pale wao si viongozi wa chama, hizo nafasi wanasemaje? Sasa jaji ametoa maamuzi yake ambayo kwa sababu ni mawakili tunalazimika kuyaheshimu hata kama upande mwingine, lakini hatukubaliana nayo. Sasa unayaheshimu kwa sababu ni uamuzi wa mahakama, inabidi uende nao, lakini hatukubaliana nao. Amesema kwamba masuala yote ya kikatiba, kwa kuwa sheria ya vyama vya siasa inazungumzia masuala ya kutokuwa na ubaguzi, masuala ya chama kinatakiwa kujiendesha, haya tusiingilie kesi isiyo ya kikatiba bali iwe kesi ya kawaida, kwamba kuna kanuni au kuna falsafa ya kukwepa kesi za kikatiba zaidi na ukazania kwamba kesi ziisha katika ambayo sio namna ya kikatiba. Sisi kwa upande wetu kwamba hatukubaliana, tunaamini kwamba unaposema kwamba kesi hii au Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaminya na kuingilia au kutaka kuondoa haki au zile nafuu za kikatiba za watu wa Zanzibar katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii sio kesi ambayo inaweza kuamuliwa na mahakama hii. Lakini jaji amesema hilo swala ambalo litaamuliwa huko mbele, kwa hiyo kesi sikilizwe tuweze kuendelea. Amesema kuhusiana na yale madai kwamba Said Mohamed Issa na wenzake wawili kati yao wanadai kwamba wao ni viongozi wakuu wa chama cha siasa kule Zanzibar, sema hilo ni swala la ushahidi. Sawa, ni mambo ambayo kidogo ambayo imefanya macho yangu kidogo yalikuwa yanazunguka kwa sababu baada ya kuyasikia maelezo hayo kwa hiyo kesi mpango tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026, lakini kama chama kwa kweli nasema kwamba hatujaridhishwa na uamuzi huo wa jaji. Naangalia namna kitu cha kufanya, lakini vinginevyo tutaendelea na kesi tarehe 17 mwezi wa pili. Lakini kama chama baada ya kukaa na viongozi wakuu wa chama na wanasheria wenzangu tuamua njia sahihi ambayo inafaa, sababu kama tunaendelea na kesi ambayo tunafikiri kwamba mahakama haina mamlaka na mahakama ikangania kwamba ina mamlaka, ni swala ambalo litatusumbua. Mwisho wa siku tutakwenda mahakama ya rufaa, turudishe tena tuanze upya, tutakuwa tumepoteza muda mwingi sana wa mahakama. Swala lingeweza kuishia hapa, lakini jaji amengania kwamba ana mamlaka. Kwa hiyo ni mapingamizi kama mapingamizi yamefika 20, naona yote yanakataliwa. Sasa kuna kwa kweli kwa namna nyingine sisi tunafikiri kwamba na kuna vitu ambavyo haviko sawa. Kwa hiyo tunafikiri kwamba pengine mahakama iliyoko juu ya mahakama hii
ni vyema ikaweza kuangalia masuala haya na kuweza kutoa uamuzi unaostahili. Asanteni sana. Pengine una njia gani nyingine kwa mujibu wa sheria mnaweza mkafanya, kwa sababu inasemekana kama kwenye mazingira ya namna hii manake hamwezi kukatia rufaa maamuzi yake. Unaposema mnaenda kutafakari, nini hasa ambacho kinafanyika katika jicho la sheria? Tunaangalia kuna ndio mlango unaweza kuwa umefungwa kabisa, lakini usifikiri umefungwa wote. Tunaangalia njia nyingine za kufanya za kuweza kuendelea na kuangalia na swala hili. Kwa hiyo tutajishauri kama tutafikiana, mawakili wote wa chama tukubaliana kwamba hatuwezi hakuna la kufanya, kwamba tuendelee na kesi, lakini kama kuna njia nyingine ambayo ipo tutaitumia. Njia zote zitumike za kuweza kuhakikisha kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinapata haki yake, sababu kwa kweli hii kesi kama kuna kesi imeleta madhara makubwa kwa chama chetu ni kesi hii, na tunashangaa ukiangalia ni kesi ambayo haina kichwa wala miguu, lakini inapewa miguu kwa namna ya ajabu. Asante.